Habari za wakati huu mtazamaji wa Kariakoo Media, moja kwa moja Kariakoo Media tumefunga safari paka mkoa wa Pwani huku kumfuata Alhaji Abdalla King Kibaden Mputa kuzungumza naye mambo mawili matatu ambayo yanaendelea sasa hivi katika soka, lakini pia na anachoendelea kukifanya kwa muda huu kipindi ambacho yupo nyumbani na anafundisha baadhi ya vijana. Heshima yako. Nashukuru sana, karibu sana. Asante. Kwanza mazingira ya huku tumekuta mazuri kabisa, yamepoa. Unazungumziaje wakazi wa huku, labda mazingira kwa pamoja? Nashukuru kwanza tuko mahali salama na kwa kweli watu wanashirikiana kwa kila jambo. Mambo ya kimaisha, mambo ya dunia na hata mambo watu wanafanya ibada vizuri kabisa. Kwa hiyo nasema tunazidi kumuomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa amani tulokuwa nayo. Shukrani sana, asante kwa kutukaribisha. Na moja kwa moja tumefunga safari yote ni kwa ajili ya sakata ambao kwa sasa hivi linaendelea. Simba na Yanga baada ya dabi ya kwanza kutochezwa ambayo ilitakiwa ichezwe tarehe 8 ikaja tena tarehe 15 nayo imeahirishwa mpaka sasa hivi kupangwa Juni 25. Wewe kwa upande wako, historia huko zamani alishawahi kutokea mambo kama haya ambayo kwa sasa hivi yanaendelea? Kwa kweli hili jambo linasikitisha. Tena linakera kabisa kufuatana na si jambo zito sana makila kuweza kufanya watu wakasumbuka, watu wakakosa amani. Unajua kama hakuna utulivu basi mambo yanakuwa na shida. Kwa hiyo hili tatizo nafikiri wamelikuza wenyewe. Sasa nikirudi kwenye watu wa mpira walikuwa walimalize mapema, na hata kitu chenyewe ukimuuliza mtu tu kwamba kosa la kwanza ilikuwa timu ilitaka kufanya mazoezi kabla ya mechi yake ya kucheza. Sasa timu zenyewe Simba na Yanga, hata bora ingekuwa timu inatoka Mwanza inatoka wapi wangeweza kusema kwamba wao ni wageni, lakini tu kwa taratibu kuna kwa timu mwenyeji na timu mgeni. Hasa wamechukulia mzaha, kumbe jambo limekuja kuwa kubwa mpaka sasa hivi wakubwa sasa inabidi waingilie sasa mpaka kufikia huko. Nafikiri ni tabu sana kwamba kuna uzembe umefanyika hapo katikati watu wa mpira kuanzia, na mimi nitakusema tuanzia mpaka hata kwenye wizara. Wao ndio wangekemea kwa mambo kama haya yanatokea, aje uje tena kwenye chama cha mpira pia na walibidi wao, yani kila mmoja anahusika ibidi atizamwe vizuri kuona kwamba kilichotendwa si sawa sawa. Kugomea kwa timu kama ya Simba na Yanga kutaka mwanzo kwa sababu hawakupewa nafasi ya kwenda kuona uwanja. Watu wanakaa Dar es Salaam, watu wanavijua hivyo viwanja. Sasa waliokuja wasumbua walichukulia mzaa mpaka sasa amekuwa makubwa. Kipindi chenu ukikumbuka mlikuwa na desturi ya kwamba mnafanya mazoezi ya mwisho, yani siku moja kabla ya kuelekea mechi mnafanya mazoezi katika kiwanja ambacho mnaenda kucheza hiyo mechi ya siku inayofuata. Taratibu zilivyo inakuwa hivyo. Timu ngeni hupewa nafasi ya kuenda siku moja kabla ya mchezo kufanya mazoezi, kuwa na uwanja. Lakini unatizama, mimi nasema unatizama uzito wa jambo lenyewe kwamba watu mechi kubwa ilishatangazwa mapema, watu wamekuja kutoka nje ya Tanzania, wengine wametoka mikoani kuja kungojea mechi kesho. Sasa leo watu wanagoma kwenda kiwanjani kwa sababu hawakupewa nafasi ya kufanya mazoezi siku moja kabla mchezo. Sasa hilo jambo mimi nasema la kitoto. Sio watu wazima kama Simba na Yanga kuja kugombania kuona, yani kiwanja tu. Sasa mpaka leo inawapa tabu mpaka wakubwa na taharuki sasa wanaanza kustuka, wanaona iko jambo jepesi. Kwa hiyo itizamwe sawa sawa, wale waliohusika kwa kweli wanakuadhibiwa ni halali. Kwa namna moja ama nyingine unaona Simba walikosea? Kukosea ni kwamba kugoma kwenda uwanjani kupeleka timu mtu kwa sababu hakupata nafasi ya kufanya mazoezi siku ya nyuma yake, hilo ni tatizo. Nasema ni tatizo. Wangekuwa na busara wangeweza kumaliza ile swala, wala si jambo kubwa sana. Sasa tuseme walitaka kitu ya na wakijui kiwanja wanakijua, lakini sasa labda walitaka tu kwa kuwa ni haki yao kufuatana labda na taratibu au sheria zilivyo, ndio maana waligomea au walifanya hayo yaliyotokea. Lakini si jambo zuri kwa Simba na Yanga kufanya kitu kama hicho. Hicho kitu walikuwa wafanya watoto wao wakemea. Sasa wakubwa wenyewe wakifanya hivyo, hilo ni tatizo. Unazungumziaje kwa sasa hivi uongozi ambao upo katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania lakini bodi ya ligi? Tunasema wote wamefanya makosa.
wote hao watu wawili hawakukaa pamoja na kuweza kutatua mapema, na sidhani kwamba watu walitegemea litachukua muda kama huo. Bado watu wanavutana tu mpaka wakubwa nasema wanataka kuingilia. Sasa hilo ni tatizo, na wakubwa waliona kwamba kuna watu wa kuweza kulimaliza hilo tatizo, wala isingefikia huko ilikofikia. Sasa matokeo yake ndo hayo yalotokea. Lakini mimi nasema kama hata mimi ningekuwa hao watu wawili tungezifuta zile mechi zao, wapoteze. Kama zimepotea, wote wamepoteza, Singecheza. Wasingecheza. Kama wamekataa kucheza, wote wangenyimwa hizo point. Kwa hiyo singekuwa na point zote zilikuwa mechi yao hilo walizokosa, zile zote wangenyang'anywa point, watu wakaendelea. Kwa ambavyo unaona uongozi wa bodi ya ligi, tunamzungumzia Mguto amejiuzulu, lakini CEO mtendaji mkuu wa bodi ya ligi amesimamishwa kazi na rais wa TFF. Kwa ambavyo ulikuwa unaona uongozi wao, unahisi hili swala lilivyotokea wameonewa au ni haki kabisa? Na kuonewa, kwa kuwa tatizo ni kubwa. Hasa ukifikiria kwenye mpira. Tazama sasa hivi tuna mipango ya uchaguzi unakuja karibuni. Leo watu wanaanza kukosana. Wanaanza kasusia, na hizi hakuna timu zenye matatizo kuliko hizo Simba na Yanga, kwa sababu zinachukua population yote ya kwa wao. Walobakia kidogo. Sasa kama wao wanafanya hivyo ni kosa kubwa. Yani wanaondoa utulivu ambao ilikuwa na utulivu wetu. Watu sasa hivi wako makini kuona watamchagua nani, watamwacha nani, ili mradi kwende. Sasa leo tunarudi upande wa pili, tunahangaikia mambo ya mpira bwana. Tuna mambo mengi ya kufanya, tufanye, sio swala la mpira. Kufungwa Simba na Yanga kwani kuna tatizo gani? Wanaweza kufungana, huyu akafungwa, huyu akafungwa, lakini kuondoa amani. Sasa hapa wanatoa amani, watu wanataka kushindana. Sasa mimi nakumbuka, sikumbuki ilikuwa miaka gani, marehemu Ali Hassan Mwinyi alishajiuzulu wadhifa wake kwa sababu ya tatizo lilitokea kwenye wizara yake. Mwenyewe akaamua kujiuzulu na akakubalika. Sasa vitu kama hivi hata wenyewe wangejiuzulu mapema bila shinikizo kwamba wao walishindwa kusimamia swala letu la mpira. Tukirudi kwa kumbukumbu vizuri, mwaka 1991 Simba alishindwa kurudi uwanjani kipindi cha pili. Tunazungumzia walikuwa wanacheza dabi ya Kariakoo. Yanga akishinda mabao 2-0. Simba alishindwa kurudi uwanjani kipindi cha pili. Unadhani haya yote yanatokea kwa sababu gani? Simba alishindwa, sasa sina kumbukumbu sawa, lakini najua walikataa hafu ya pili kurudi kwa sababu waliona ule mchezo wenyewe wa dakika 45 muamuzi hakuwa akienda sawa. Akiona mambo mengine yakitendeka wanaona si halali, wakaamua asirudi. Lakini ni sawa, wameshindwa, hawakurudi. Sasa hapo wala si tatizo. Sasa tukasema muamuzi hakuwa upande wao. Walikuwa muamuzi pengine, ndio sina kumbukumbu sawa. Sina kumbukumbu kwamba ilikuwa kosa gani lilitokea mpaka tukashindwa kurudi na timu. Mimi nilikuwepo. Nakumbuka Katule 91. 91 bado nafundisha. Nilikuwemo kwenye Simba. Unazungumziaje lakini waamuzi kwa sasa hivi? Maana mambo ni mengi yanasemekana, mara mwamuzi huyu amependelea, mara penalty ilitakiwa iwepo. Wewe unazungumziaje? Na kwa sasa hivi unafuatilia mpira, yani kuangalia kwenye runinga? Kufuatilia lakini sio sana. Niko tayari kujifunza jambo kwenye mpira kwa kutizama mara moja. Na mimi nikitazama dakika 10-20 naijua game nzima yote inaweza ikatokea kitu gani. Kwa hiyo sipati ule usumbufu wa kukaa sana kutizama. Lakini waamuzi nao wana matatizo yao. Kuna wakati ndio wanayoumiza, lakini kuna wakati wanakwenda sawa. Sasa lakini hiyo ni dipesi, kama waamuzi anafanya basi anaadhibiwa. Sikuna kwa watu makamisa wanakaa nje pale wanatizama, watamwona muamuzi alichokifanya si sahihi, wanamwadhibu. Pale tu baada ya mchezo siku ya pili unaweza kusikia muamuzi kafungiwa au kasimamishwa. Watu wawe wa kweli hasa, lakini silaumu sana mimi waamuzi. Mimi nalaumu hili tatizo hili lilotokea. Wala sikutegemea kama litakuwa kubwa namna hii. Mimi silifuatilii sana, lakini nikimwambia mtu anambia leo Simba wa Migoma hawakutaka kupeleka timu sijui nini. Sijui wamekwenda kiwanjani wamekuta mbuzi wengi sana, sijui ng'ombe sijui nini. Sasa vitu kama hivyo unaviingiza vya kazi gani? Timu kama Simba au kama Yanga baada wao kutuonyesha vitu vizuri, vijana waige, sasa wanaleta matatizo. Sasa kama matatizo hawa vijana watafanyaje?